Paulo Komeka Mwambamba, mwenyekiti wa mamlaka ya mji mdogo wa Mbalizi wenye watu wasiopungua 91,857, lakini pia ni mwenyekiti wa kitongoji hiki ambacho kina watu 41,904, lakini kina wanawake wasiopungua 23,000, wa kiume wako 18,000. Wanawake oye! Ni marufuku kwa wafanyabiashara wowote wanaokopesha fedha kwenda kukamata au kuchukua vyombo kwa kina mama bila idhini yangu mimi. Biashara ya mikataba ya pikipiki ni marufuku kumpokonya dereva wa bodaboda. Mpaka vikao vya serikali vikaliwe na mkataba ulifanyika ndani ya ofisi yangu, tuangalie changamoto kwa wapi. Nitoe onyo kwa mmiliki wa pikipiki anaishi Mtakuja. Amemtishia dereva huyu kwamba asipopeleka pikipiki atakiona cha moto. Onyo: akifa, akijeruhiwa, akifanywa lolote, mtu wa kwanza taelekeza jeshi la polisi pake. Tangazo lingine, mwisho kwa kina mama. Akina mama wengi tunatupa watoto. Tarehe 6 mwezi wa 5 nimeokota mtoto wa kike hapo Tazara, na gharama ya mazishi yamefanyika chini ya serikali ya kwangu. Niwaombe, ukiona mimba yako ina changamoto lakini siku 90 imefika, wewe kazi yako tu ni moja: jifungue, uliza mwenyekiti anaishi mtoto gani, niwekee mlangoni. Ukiona ni mali, peleka kwa mjumbe. Hivi ninavyoongea nina mtoto wa miaka 6, nilimuokota Mlimaleli, mtoto wa kiume, yuko hai, lakini ulimtupa, tulimuokota, leo yuko hai. Naagiza wajumbe wangu, japo ni jambo baya, namna ya kuwaendanyia sitaweza. Wajumbe, kaeni na akina mama ambao wana umri wa kutosha, watawaambia sensa ya watu ambao wana mimba kwenye mtaa wako. Mimba ikipotea wakati ilikuwa, utatuambia mtoto umempeleka wapi.